tujifunze maana ya ubatizo ni nini, ili hata wale ambao hawajabatizwa waweze kutambua ya kwamba ubatizo ni nini. Amen. Andika namba 1. Namba 1, andika kubatizwa ni kuzamishwa. Hiyo ni namba 1. Kwa nini nimesema kubatizwa ni kuzamishwa? Wakati Yesu anaenda mto Yordani, pale alibatizwa na Yohana, alizamishwa. Kwa hiyo maana ya ubatizo namba 1, andika ni kuzamishwa. Halafu andika namba 2. Namba 2, andika ni kuzaliwa upya. Maana ya kubatizwa ni kuzaliwa upya. Niko hapa kwa ajili ya kukufundisha. Amen. Tutaenda kusoma kitabu kile cha Yohana 3. Tutaanza na ule mstari wa kwanza. Mmoja ambaye alikuwa anaitwa jina lake Nikodemu. Huyu Nikodemu alimfuata Yesu. Nikodemu alikuwa ndiye mkuu wa Mafarisayo. Sasa baada ya kuona mambo ambayo anayafanya Yesu ni makubwa sana. Sasa ukiangalia Mafarisayo walikuwa ni watu ambao wana mila zao, wana desturi zao. Hata Mafarisayo, hata Masadukayo ni watu ambao walikuwa na mila zao, desturi zao. Sasa huyu Nikodemu akaona, mbona huyu Yesu anafanya mambo makubwa sana? Alijaribu kumwangalia kwa akili zake, alijaribu kumwangalia kwa cheo alicho nacho na utashi alio nao na hekima ambayo Mungu ameweka ndani mwake. Akaona hapana, huyu Yesu sio mtu wa kawaida. Mimi Nikodemu nimetembea, nimeona watu wengi sana, lakini sija kuona mtu kama huyu ambaye anafanya vitu kama hivi. Na huyu mtu kama anafanya vitu vya namna hii, huyu yuko pamoja na Mungu. Yaani Mungu yuko ndani mwake, kwa sababu kama Mungu hayupo ndani mwake hawezi kufanya mambo hayo makubwa anayoyafanya. Kwa hiyo Nikodemu alichokifanya, akamfuata Yesu usiku, akamwambia, "Labi, twajua kuwa wewe mwalimu umetoka kwa Mungu, maana hakuna mtu sijui awezaye kufanya hayo unayoyafanya wewe isipokuwa Mungu yuko pamoja na wewe." Yesu akamwambia, "Usipozaliwa mara ya pili huwezi kuona ufalme wa Mungu." Kwa hiyo namba 2 nimekwambia kwamba kubatizwa, maana nyingine ya kubatizwa ni kuzaliwa mara ya pili. Hebu mguse jirani yako, mwambie kubatizwa, maana nyingine ya kubatizwa ni kuzaliwa mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maana nyingine ni kuzaliwa mara ya pili. Hebu muulize jirani yako, umeshazaliwa mara ya pili? Bado hujamuuliza, muulize, umeshazaliwa mara ya pili? Anasemaje? Wengine anasema hawajazaliwa mara ya pili. Amen. Ngoja nikwambie kitu ambacho kitakusaidia sana.
Ukisoma Yohana 5 mstari wa 3 anasema, Yesu akajibu, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hauwezi kuingia ufalme wa Mungu. Unaelewa maana yake? Yaani hii haihitaji hata kuifafanua, maana imejifafanua yenyewe. Kwa kauli ya Yesu Kristo ambayo aliitoa yeye mwenyewe akimwambia Nikodemo, tafasiri yake, mtu ambaye hajabatizwa hawezi kukanyaga mbinguni. Acha dhambi, yani nje ya dhambi. Maana hapa hajazungumzia masuala ya dhambi. Anazungumza kwa habari ya ubatizo, anazungumza kwa habari ya kuzaliwa mara ya pili, anazungumza kwa habari ya kuzaliwa kwa mara ya pili ambao ni kwa maji na kwa Roho. Kwa hiyo kwa kauli hii ya Yesu ambaye anazungumza hapa Yohana 3:5, kwa kauli hii, yani mtu ambaye hajabatizwa hawezi kukanyaga mbinguni. Sio mimi ninayezungumza, ni maneno ya Yesu. Anasema tena Yesu akajibu, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji, elewa hiyo point, na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kwa hiyo ni lazima, ikiwa wewe ni mchungaji, ikiwa wewe ni mtumishi wa Mungu, yoyote unayesikia mafundisho haya, hakikisha unawabatiza watu. Amen. Ili waweze kuona ufalme wa Mungu. Andika namba 3. Maana nyingine halisi ya kubatizwa. Maana nyingine halisi ya kubatizwa ni kukubali kufa pamoja na Kristo. Yaani kama umekubali kubatizwa, maana yake umekubali kufa pamoja na Kristo. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye hajabatizwa katika ulimwengu wa roho, tafasiri yake hajakubali kufa pamoja na Kristo. Ndio tafasiri yake. Amen.